Habari za asubuhi. Naamini wote tumeamshwa salama na tunaendelea vizuri kabisa. Nilikuwa nimeelezea kidogo kwenye grupu yangu kuhusu nilikutana na mama mmoja kwenye basi tukiwa safarini. Yule mama alikuwa akipigiwa simu anapokea, yaani basi simu kwanza mnakuwa kimya, yaani tulia anasikiza simu ya mtu mmoja akiwa anatoa maelekezo mbalimbali kwenye ofisi yake. Inaonekana huyu mama ni fundi wa nguo. Kwa hiyo alikuwa anawafokea sana wale wafanyakazi wake kwamba wanaharibu nguo. Kwa hiyo akawaambia kama ulivyo utaratibu, yaani niko njiani nakuja, anaeni milili na fimbo. Mimi nikifika na watandika. Nikajiuliza maswali kidogo kwamba unazidi kuwatandika fimbo wafanyakazi wako. Anyway, inawezekana hata alikuwa anaongea kama utani. Lakini pia nilikuja kugundua simu nyingi alizokuwa akizipata ni kama vile hana utulivu. Kwa sababu alipigiwa tena simu na mdogo wake. Maana ni kitu tunasikia. Akawa anamlalamikia namna ambavyo wameolewa, hahudumii, ana uhakika mume wake ana pesa na ninakili hicho. Pia kugundua yule mama hakuwa na utulivu na inawezekana kabisa ana msongo wa mawazo. Nataka kuongelea pointi mbili hapa. Kwanza namna ambavyo tunawatreat wafanyakazi. Tunao wafanyakazi wa namna tofauti. Ndio ni wasumbufu sana, kama mimi nao na mimi ni ajiri, ni wasumbufu sana. Lakini kuna namna tukiwatreat vizuri na wao wanapata afya pia ya kufanya kazi wakiwa wanajiona wako salama. Sijui kweli kwa anawachapa au hawachapi, lakini unapotaka mfanyakazi wako kufanyia vizuri, mimi nadhani mfano wa kwanza unaanzia kwako wewe mwenyewe. Wewe kazi zako unazifanyaje? Ile discipline ambayo wewe umeitengeneza kwenye ofisi yako, kwa vyovyote vile na wenyewe wataifuata hiyo discipline. Hata kama watakuwa na misbehave, lakini watakuwa na uhakika na bosi wao kwamba bosi wetu hiki na hiki hakitaki na anakifanya kikiwa katika utaratibu huu na anaweza. Yaani bosi ni kwamba amebana tu, lakini kazi zake anaziweza. Iko namna inapunguza ile wafanyakazi wetu kutunyanyasa. Lakini kingine niongelee kuhusiana na utulivu. Utulivu unakupa vitu kuvumilia. Yaani kuna vitu vingine unaona kabisa kwamba hapa nikipokea hii simu kwa sauti kubwa, wala sina sababu ya kuongea vitu vyote hivi public, kwa sababu watu wako wengi, watu wako kwenye safari, yani kila mtu ana mawazo yake, kila mtu ana vitu vyake. Kwa hiyo sio lazima kila mtu afahamu wewe una situation gani. Ukiwa unaongea ni kwa sauti kubwa. Hapana, haya watu wako wengi. Kwa hiyo kuna namna utatafuta kuongea na simu zako kwa utulivu ili usiwe kikwazo kwa aliye pembeni yako au kwa yote tu yule, hata kama simu hapo karibu yuko mbali. Kwa kutafuta namna nzuri ya kuzungumza naye. Kwa utulivu bwana, utulivu na kuongelea thamani. Watu watulivu unaweza kuwa unawachukulia poa sana, lakini mara nyingi watu wenye utulivu wana maamuzi mazuri sana kwa sababu wanaipa nafasi akili ifikiri ni vizuri. Kwa unaweza hata kukupa jibu nzuri kabisa, kwa sababu tunasema wale wao wana tabia ya kusikiliza, sio kusikia. Wewe mtu anakurupuka. Kwa ukiwa na utulivu utajua uongee nini, uongee wapi, na nani unaongea naye vipi, upokee vipi. Na mara nyingi watu watulivu hata ukiwaanzishia fujo, sio watu wa fujo. Unaweza kumwanzishia fujo mtu mtulivu na asireact chochote kwa sababu anajua ule utulivu wake namna ambavyo unamsaidia kwenye vitu mbalimbali. Kwa hiyo nimetamani tu kushare hichi kitu kwamba wakati mwingine si vyema sana kila mtu akafahamu wewe unapitia situation gani, hasa mtu ambaye hausiki kabisa. Kwa hiyo tujifunze kuwa na ustaarabu kidogo, hasa kwenye maeneo ambayo tunakuwa tuna mchanganyiko wa watu wengi. God bless you.